Oluoch, KTN. Naam, Tanzania inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa urais Jumatano wiki hii ambapo Rais Samia Suluhu Hassan wa chama tawala cha Chama cha Mapinduzi analenga kuchaguliwa mara ya kwanza katika taifa hilo. Hii ni baada ya kipindi rasmi cha miezi miwili cha kufanya kampeni nchini humo kuishia Ijumaa iliyopita. Samia atamenyana na wanasiasa wengine 16 wanaowania kiti cha urais katika uchaguzi ambao unaonekana kuwakandamiza wapinzani wa serikali na kuwazuia kuwania uongozi, huku watetezi wa haki za kibinadamu wakishtumu vikali hatua ya serikali ya Tanzania. Winfrey Owino, taarifa kamili. Kipindi rasmi cha kufanya kampeni katika nchi jirani Tanzania kilitamatika Ijumaa tarehe 24 Oktoba. Kwa sasa taifa linajiandaa kufanya uchaguzi ambao umeonekana kuwadhibiti wapinzani wa serikali. Kwenye uchaguzi huo, wagombea 17 wanawania urais, akiwemo Rais Samia Suluhu anayelenga kuteuliwa kama rais kwa mara ya kwanza, pamoja na mgombea mwenzake Emmanuel Nchimbi. Chama cha Mapinduzi kinakuja kwenu kuomba tena ridhaa na dhamana ya kuiongoza serikali na taifa la Tanzania. Lakini siku hii iliyosubiriwa na Watanzania kwa hamu na gamu inapokaribia, kiongozi wa upinzani Tundu Lissu atasalia kizuizini, huku chama chake cha kisiasa maarufu kama Chadema pamoja na lile la ACT Wazalendo vikipigwa marufuku kwenye uchaguzi huo hadi mwaka 2030 kwa madai ya kukiuka sheria. Chama ambacho hakusaini maadili ya uchaguzi hakitoshiriki uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unatarajiwa kufanyika mwaka huu, na hakitoshiriki chaguzi zingine zote ndogo zikazotokea katika uhai wa miaka hii mitano kuanzia 2025 mpaka 2030. Tume ya uchaguzi Tanzania imewasajili wapiga kura milioni 37.6 na kati ya hawa milioni 1 wanatoka kwenye kisiwa cha Zanzibari. Zaidi ya 50% ya wapiga kura walioandikishwa na tume ya uchaguzi wakiwa ni wa kike. Mashirika yasiyo ya serikali yanayojulikana kwa kutetea haki za kibinadamu wametoa ripoti inayoonyesha kwamba siasa za Tanzania zimedhibitiwa na serikali kwa kiasi kikubwa taifa hilo linapojiandaa kufanya uamuzi Jumatano. Wametaja kuzuiliwa kwa wanaopinga serikali kama Tundu Lissu na pia kukatazwa kushiriki kwenye uchaguzi, wengine kutekwa nyara, kupigwa au kukamatwa na maafisa wa usalama, na hata mauaji ya wanaopinga serikali kama njia zinazotumika kumaliza upinzani wa serikali Tanzania. Huku serikali ikiandamwa na upinzani hafifu, wachanganuzi wanasema kuna uwezekano mkubwa chama tawala cha CCM kitashinda uchaguzi huo. Lakini hata hivyo, serikali imetumia pesa nyingi kwenye kampeni na kuwezeka mabango yenye picha za Rais Samia na rangi za chama cha CCM, wengi wakiutaja kama uharibifu wa mali ya umma. Winfrey Owino, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka huko Tanzania ndipo nakamilifa taarifa zetu za KTN leo weekend Jumapili ya leo. Jina langu ni Sam Amadi, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Pretty Janet. Alamsiki.